Harmonize na Darasa ameona kwamba mwezi wa 7 huu usiishe hivi hivi, wawape mashabiki kitu ambacho wanapenda. Obvious kombo hii ya Harmonize na Darasa huwa inaletaga impact nzuri sana, au inatoa product nzuri sana linapokuja kwenye swala zima la muziki. Umeachia wimbo mpya unaitwa Love Design, ni wimbo wa mapenzi. Humo ndani mtu wanasifia jinsi gani ambavyo mapenzi yametawala kwenye maisha yao. Ni mrembo tu anasifiwa as usual. Sema wanawake jamani wanasifiwa sana duniani. So Harmonize na Darasa wameingia studio na Aba wametoa kitu hiki kinaitwa Love Design. What I like from this song ni kwamba wawili hawa bwana kwenye swala zima la uandishi ni watu ambao hawawezi kukudisappoint. Na kingine pia nimependa jinsi ambavyo Aba ameweza kumix flavor mbalimbali. Obvious tumezoea kulalamika kwamba producers wanakopi muziki ya watu, wanafanya nini na nini na nini, hawatoi ladha ya muziki wetu. Wakina Aba wapo ambao wanazalisha muziki wa bongo flavor pure, na unapokutana na msanii kama Harmonize ambaye kwenye swala zima la bongo flavor amenyooka, ukitaka sijui kuimba muziki fulani amenyooka, hawezi kukudisappoint. Darasa the same, ameitendea haki hii beat. As you know pia Darasa ni moja kati ya wasanii wa hip hop ambao wana uwezo wa kubadilika kadri wanavyotaka wao. Yani anaweza akaimba kwenye beat ya aina fulani na akaimba vizuri, akakupa kitu ambacho wewe mwenyewe moyoni mwako utasema yes, this is an artist ameweza kutuletea kitu kizuri. So Love Design imetoka ya Darasa akiwa na Harmonize, wameshirikiana kwa pamoja. Lakini pia nimesikiliza kwenye huu wimbo, nimegundua kwamba Harmonize ameweza kutoa vionjo kutoka kwenye ngoma mbalimbali. Ngoma mbili ambazo nimezisikia humu ndani. Nimesikia ngoma ya Ni Wewe ya kwake Hadman, yes, Harmonize kachukua melody humu ndani, lakini pia nimeona amechukua melody ya wimbo wa ya Bolingo ya kwake Alicia kutoka pale nchini Kongo. So hii yote inaonesha ni ubunifu kwa msanii. Kuna watu ambao watakuja hapa na story zao kwamba amekopi, ni kwa sababu tu hawafahamu maana ya muziki. Unapo mix ngoma au melody kutoka kwenye ngoma za zamani, sometimes unampata shabiki ambaye alikuwa afuatilia hata muziki wako. Kuna shabiki wa Alicia akisikia kwamba Harmonize ameimba kitu fulani, ameimba melody fulani ya Alicia, inakuwa ni rahisi kufuatilia hiyo ngoma. Lakini pia unaweza kurudisha memories za watu, kwa sababu kama mimi nimesikiliza wimbo wa Ni Wewe, ni wimbo ambao kiuhalisia sijui mara ya mwisho nimeusikiliza lini, lakini kupitia hii ngoma ya Harmonize na Darasa imeweza kunikumbusha mimi, na nimeenda kusikiliza tena Ni Wewe ya kwake Hadman. So ni kitu kizuri sana wasanii wanapojaribu kutoa credit kwenye vitu kama hivi. Kimsingi tu cha msingi tu ni kwamba hawa wasanii ambao unakuta melodi zao zinatumika, basi wawe informed. Sije katokea kwamba Hadman anakuja kulalamika kwamba Harmonize ametumia melodi yangu bila kuomba ruhusa yangu, au Alicia akaja kulalamika kwamba Harmonize ametumia kazi yangu bila ruhusa yangu. Hilo litakuwa sio jambo zuri. Lakini naamini kwa msanii kama Harmonize aweze akafanya kitu kama hiki bila kumconsult msanii husika. So big shout out kwa Harmonize na Darasa kwa kutupa kazi nzuri kama hii hapa. I hope Ijumaa yetu itakuwa poa sana kwa kusikiliza muziki mzuri kutoka kwenu.